Habari wapendwa watazamaji na wasikilizaji mnaendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Ni mara nyingine tena katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Goba, na kwa namna pekee leo tumekuwa na baraka wa pekee sana, maana tumetembelewa na kikundi cha watumishi wa Yesu. Nipo sahihi? Na pembeni yangu ni mwalimu wa kikundi hicho. Kwa faida ya mpenzi mtazamaji, majina yako ni nani? Kwa majina yangu ninaitwa Kelvin Phineas Selemia. Mwalimu Kelvin Phineas. Ama pia ni kiongozi katika kundi hili la watumishi wa Yesu. Okay. Hongera sana kwa kuitikia wito, lakini pia kwa kuwahi, lakini pia mmependeza kwa sababu nilikuwa ndani ya sale, hilo limekuwa ni muonekano fulani hivi mzuri. Mungu awabariki sana. Lakini zaidi sana tumebarikiwa na huduma yenu ya uimbaji. Kwa hakika mmejipanga, lakini pia Mungu amewabarikia kuwabariki wengi zaidi, na jina la Bwana linaendelea kutukuzwa. Labda kwa faida ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, natamani kufahamu hiki kikundi, je, ni jeshi la watu 6 kama tulivyoona, ama ni watu wanatokea wapi hasa? Huenda wakati mwingine wakatamani kualika sehemu fulani. Karibu kwa muhtasari angalau kidogo juu ya kikundi hiki cha watumishi wa Yesu. Okay. Kama ambavyo nimesema, mimi kwa majina yangu ninaitwa Kelvin Phineas, ni kiongozi katika kundi hili. Kwa leo tumebahatika kuja watu 6, lakini pia yuko mwenzetu ambaye alikuwa hapo, lakini malengo ya kundi hili ni kuwa watu 8. Tuko 7, yuko mwenzetu ambaye ana changamoto kidogo ya uzazi, alibarikiwa kupata mtoto. Kwa hivyo tunatarajia malengo yetu ni kufika watu 8, lakini tuko 7. Na kwa huduma ambayo tunaifanya sisi, tunapatikana maeneo ya Kimara, Kingongo. Katika kanisa la Kingongo, ukifika pale unaweza kutupata. Tunapatikana hapo. Na ikiwa mimi ni wa 9 nikitaka kuimba siruhusiwi. Tumeweka malengo ya kufikia watu 8. Sawa. Mungu awabariki kwa hilo na Mungu awafanikishe pia. Katika siku ya leo kwa kweli binafsi nimebarikiwa sana. Amina. Ninatumaini pia hata wapendwa watazamaji wamebarikiwa kwa namna pekee. Kama ambavyo sisi tumebarikiwa na huduma yenu njema, kwa namna gani nyie pia mmebarikiwa na huduma ya leo ambayo imeletwa kwetu na Pastor Joshua Mlime? Labda kwa kusema machache ni kwamba Pastor Joshua amekuwa mbaraka kwetu. Na kwa upande wangu mimi binafsi kwanza, kwa sababu ni mara ya kwanza nimefika hapa katika juma hili kwa ajili ya somo, lakini somo ambalo limetolewa lilikuwa na mguso wa moja kwa moja. Tumejifunza namna ambavyo tunaweza kutoa katika upande wa zaka, lakini pia upande wa sadaka. Tukajifunza kwamba zaka ni wajibu wetu ambao tunapaswa kutoa, lakini sadaka ndipo tunaweza kuonyesha shukrani kwa Mungu wetu. Na masomo haya yamekuwa ni masomo mazuri sana. Kwa kweli Bwana ambariki sana Pastor Joshua kwa kile ambacho amempatia ndani yake na ile energy ambayo yuko nayo. Kwa kweli Bwana ambariki sana. Basi kwa namna hiyo pia Mungu azidi kutukuzwa ikiwa mmebarikiwa. Na nini ambacho hasa unahitaji kumwambia mpendwa mtazamaji na msikilizaji anaendelea kutufuatilia wakati huu? Mimi binafsi ninasikia wivu na nikiwaza kwamba ni kwa nini wewe ambaye uko nyumbani umekosa nafasi ya kufika hapa, na hata kama umekosa nafasi bado iko nafasi ya kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kwa jina la Idako TV, lakini pia na Goba SDA Choir. Safi. Sasa kwa namna hiyo ninaamini kwamba ukifuatilia kwa namna ambavyo tu mimi nimebarikiwa katika siku hii ya kwanza, naamini wewe utabarikiwa zaidi. Kwa sababu tuko na siku zingine chache ambazo zimebaki. Mbaraka huu ninatamani wewe ambaye uko mbali, wewe ambaye uko karibu, ukipata nafasi ya kufika ama kusikiliza, utabarikiwa kwa pamoja. Mahubiri haya ni mazuri sana na yameandaliwa katika idara ya kaya na familia. Kwa kweli Bwana wabariki sana kanisa la Goba. Amina. Na kwa namna hii ambavyo mmeendesha juma hili, utaratibu wote ambao uko hapa, Bwana wabariki sana. Amina. Tunapofikia mwisho mwa mazungumzo haya mazuri na mafupi, na kwa namna gani mpendwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwapata, labda kwa mawasiliano ama kwenye mitandao ya kijamii, mnapatikana kwa namna gani? Tunapatikana katika mtandao, bado hatujajiengage sana kwenye mitandao, lakini unaweza kutupata kwa Facebook ama Instagram. Pia unaweza kutupata ukiandika watumishi wa Yesu, unaweza kutupata. Lakini pia kwa namba za simu, kama unahitaji mawasiliano, basi unaweza kutupata kwa namba ya 0682 86 1004. Nirudie labda 0682
86 1004. Amina. Tumekuwa na wakati mzuri. Asante kwa wakati wako pia. Mungu akubariki. Amina. Mpendwa mtazamaji, haya ni mazungumzo machache na mwalimu wa kikundi cha watumishi wa Yesu. Tuwakaribishe tena hapo kesho panapo majaliwa. Langu jina ni Neema Joseph Kasonge na nyuma ya kamera yupo Emmanuel Dako. Mungu akubariki sana.